Jahazi TV. Naam, hujambo mtazamaji wa Jahazi TV popote pale unapotuangalia. Karibu katika kipindi cha Amka na Jahazi, ambapo tutakusomea kurasa za mbele ya magazeti mbalimbali yaliyofikia mezani kwetu kwa siku ya leo, likiwemo gazeti la Nyumbani la Zanzibar Leo, Kwa Ukweli na Uwazi na mengineyo. Na kusiungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mimi ni Abdul Hamid Isa, mcheza kwa hutunzwa. Zanzibar Leo laandika Hemedi asisitiza mafunzo kwa viongozi wa taasisi. Habari hiyo ipo ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili. Serikali kukabiliana changamoto bandarini, ni habari hiyo ipo ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili gazeti hili la Nyumbani la Zanzibar Leo, Kwa Ukweli na Uwazi. Wizara kusaini mkataba ugawiaji internet majumbani. Lakini pia kuna habari hapa kimataifa inasema Kenya yamuongezea mashtaka mchungaji Achikwinze kwa vifo vya watu 52. Ni habari hiyo katika ukurasa wa 16. Habari ya kimataifa inasomeka kwa undani zaidi katika gazeti hili la Zanzibar Leo, Kwa Ukweli na Uwazi. Gazeti la Uelekeo laandika Samia kwa kinara afya ya mama na mtoto Afrika, lakini aenda Ethiopia kushiriki mkutano wa AU. Lakini pia kuna habari inasema Mwigulu aitaka Afrika kushirikiana saratani. Haya, lakini serikali yapunguza ada maudhui mtandaoni. Lakini pia Inspector Abel awashukuru wadau wa habari nchini. Ni habari hizo zipo katika gazeti hili la Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Sasa Wamachinga sauti ya wanyonge laandika Rais Samia kushiriki mkutano wa wakuu AU nchini Ethiopia. Kando ya mkutano kufanya mazungumzo na viongozi, lakini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kupendekezwa kuwa kinara wa masuala ya afya ya mama na mtoto Afrika. Sio maneno tu, siku 100 za miradi, mapato na mageuzi nchini ya Rais Samia, lakini hatua madhubuti za Samia sekta ya ujenzi. Lakini mnufaika afunda vijana kutumia vizuri jukwaa. Lakini ukuaji wa uchumi chini ya kauli mbiu ya kazi na utu. Habari hizo zipo katika gazeti hili la Wamachinga sauti ya wanyonge. Mwananchi laandika Chadema ya mpa masharti Samia, Heche asema ndiyo yatakipa mwanga chama hicho kukifikiria kuingia kwenye maridhiano tena. Azungumzia madai watu kunufaika na kesi ya Lissu. Lakini pia kuna mahojiano maalum hapa kuhusiana na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ipo katika ukurasa wa 4. Kauli ya Lissu ya kutopewa chakula yaliza wafuasi kortini. Lakini Samia kinara wa afya Afrika, habari katika ukurasa wa 2. Makosa yanayofanywa na wafungaji wa swaumu. Haya, habari hiyo ipo katika ukurasa wa 6. Lakini tunaangalia katika gazeti la Habari Leo hili, gwiji la habari Tanzania laandika Tanzania kuimarisha diplomasia mkutano AU. Samia abeba mambo matatu Addis Ababa, kutangazwa kinara AU afya ya mama na mtoto. Lakini kuna habari inasema mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Albert Chalamila awapa wiki 2 wakandarasi mwendokasi. Lakini serikali ya charukwa misamaha ya kodi. Mwigulu asema msendekeze Sangoma, pimeni afya. Ataka elimu matumizi ya pombe tumbaku kuanza ziara Tanga siku ya leo. Lakini Tanzania AU kushirikiana thamani ya madini. Lakini kuna habari nasema Nanauka agiza vijana wasaidiwe kukopa bilioni 200. Mtazamaji, hilo gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, na huo ndio ukurasa wake wa mbele, na hizo ndio habari mbalimbali zopata uzito wa juu kwa siku ya leo. Tanzania Leo laandika AU yakoshwa na maono ya Rais Samia, apendekezwa kinara afya mama mtoto kushiriki mkutano wa 39 nchini Ethiopia. Lakini kuna vitojo hapa tu ameweka historia siku 100 madarakani. Nani huyo? Tafuta nakala gazeti ya Tanzania Leo, utaisomea kwa undani zaidi. Serikali yatenga bilioni 18.5 kuanzisha huduma ya PET CT scan. Habari hiyo ipo katika ukurasa huu wa kwanza, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa 3. Dr. Mwigulu afanya ziara siku 5 mkoani Tanga. Lakini pia kuna habari nasema Masauni asema wabunge wasikubali kupotoshwa kuhusu muungano. Lakini tafuteni vyanzo
vipya vya umeme tufikie megawatt 8,000. Si kauli yangu bali ni kauli ya Ndejembi. Mtazamaji, nimekamilisha katika habari za kitaifa na kimataifa, na sasa nazigeukia kurasa za nyuma ambazo ni kurasa michezo na burudani. Mwanaspoti michezo na burudani leo ikiwa ni Ijumaa laandika Yanga mtegoni, GCM akoleza mzuka Zenji, rekodi za Waarabu za shtua, Petro awatuliza mashabiki, Modeuji ashtua wengi. Haya, lakini pia kuna habari nasema Baka ashusha mipango mipya, aipiga Mkwala, Mlin nyota apewa jezi nzito. Haya, kuna habari hii. Lakini TPL leo Ijumaa ni JKT Tanzania pamoja na Coastal Union saa 10 jioni katika viwanja vya Isamuyo. Haya, naligeukia gazeti la Majira hili michezo na burudani. Mkutano mkuu CAF kufanyika nchini leo, wajumbe kamati ya utendaji wamewasili, Samuel Eto ndani ya nyumba. Lakini Simba yaipania Stade Malien kesho CAFCL. Haya, gazeti la Wamachinga Sport laandika Kibu asema naondoka lakini naipenda Simba Sport Club, mwamuzi wa finali ya AFCON kuiamua Yanga, Wydad asema mechi na Azam ni ngumu. Haya, ni gazeti hilo la Wamachinga Sport kwa siku ya leo. Habari Leo michezo laandika CAF yakagua viwanja AFCON ya kutana Dar es Salaam, lakini Nangu aipapigo Simba. Lakini pia kuna habari inasema nyota Yanga akabidhiwa Kepli. Ni habari hizo zipo katika gazeti hili la Habari Leo michezo na burudani. Lakini Uelekeo michezo na burudani laandika Yanga yatia nanga Zanzibar kibabe, lakini Simba yataka kuondoa Gundu kwa Mkapa. Morocco yataka kuandaa na AFCON 2028, wakati Tanzania AFCON 2027. TPLB yasema ligi kuu msimu huu si mchezo. Ni gazeti hilo la Uelekeo Sport kwa siku ya leo. Na mtazamaji wa Jahazi TV, hadi kufikia hapa tuna la ziada. Kwa niaba ya crew nzima, mimi ni Abdul Hamid Isa, tukutakia utazamaji mzuri wa vipindi vyetu mbalimbali vinavyoendelea kutoka hapa Jahazi TV. Safiri nasi. Asante na Ijumaa karimu. Jahazi TV.